mafanikio ni nini Ben? Siri ya mafanikio ni mwalimu mazoezi anayonipa na kuniongezea kitu ambacho sikuwa nacho, kwa sababu nataka uwe na confidence. Nimecheza, lakini pia mwalimu kuna vitu anaviongeza zaidi na kufanya lazima nionekane muhimili wa timu, na pia nashukuru wachezaji wenzangu. Kwa kikubwa ni mazoezi ambayo pia nafanya na mwalimu, haya ndio siri ya mafanikio. Ya tatu nimekosea, ya tatu. Tutegemea kuona ukiwa kipa bora kwa msimu huu wa ligi kuu. Nasema tuombe Mungu, tuombe uzima, kwa sababu kila kitu kinaenda kwa mipango. Nafikiri ambacho nakiona nikifanya sasa ni mipango ambayo mwalimu alikuja na mwalimu ndo alinipa mipango yote, kwa sababu tunahitaji kufanya vizuri magolikipa wote. Kwa hiyo ameanza na mimi, pia wenzangu wako hivyo hivyo. Kwa hiyo ni kubwa tuombe uzima, hatuwezi kujua mbeleni naendaje, kwa sababu yote ni maandalizi ya kwenda kufanya clean sheet nzuri, na pia ionekane kwamba pia nyuma kuna mwalimu ambaye yupo ni bora, ambaye anafanya sisi tuonekane tu hivi. Ilikuwa ngumu kiasi gani kuadapt mazingira? Maana ulitoka na Mungu, lakini ukajiunga na Mbeya City ambayo imepanda na imefanya mabadiliko kwa ukubwa wa kikosi. Kwa ilikuwa ngumu kwa kiasi gani? Hapana, ilikuwa ngumu kwa sababu nimeanza timu ya chini nikiwa Prison, nimekuja juu, lakini kwa sababu nimecheza timu nyingi, kwa naelewa nini ambacho kinahitajika kwenye timu, na ndio maana wao walikuja kwangu kwa sababu ya uzoefu. Kwa mimi nahitajika kufanya kazi kwa ajili ya kuisaidia timu. Kwa wao waliona kuna kitu ambacho ni kirahisi kwangu kuwasaidia wao. Kwa ndio maana naona nafanya kazi kwa urahisi, kwa sababu pia wachezaji pia tulionao na wengine waliosajili wote tunaelewa nini tunahitaji kwenye timu. Hicho nasema tuombe uzima. Mungu anajua mpaka mwisho, tutajua inakuwaje. Asante, nashukuru Mungu ameweza mchezo salama. Tumepambana, ameweza kupata pointi 3. Siri ya mafanikio ni mwalimu alisema push game tuweze kumaliza mapema, na ndio kilichofanikiwa. Tumepush na tumemaliza mapema, na namshukuru Mungu kwa kufunga magoli mawili. Nilitegemea mshambuliaji yote lazima ategemee kila mechi ategemee kufunga. Kwa hiyo na mimi niliweka hiyo, nikasema lazima leo siwezi kutoka kwenye mechi hii labda sijafunga. Leo baada ya kupata alama 3 hizi mnaongoza msimamo. Niambie mapokeo yako kwa mwako. Tuongoze msimamo kwa mechi za mwanzo kabisa. Tumepokea vizuri na naomba biashara asubuhi. Kwa hiyo kusanya pointi ili kila tukianza kwenda juu inazidi inakuwa ni vizuri, kwa hiyo hata morali kwenye timu inaongezeka. Gurudumu mlilolianzisha na kutoka sare na kupata alama 3, liendelee hivi, tutegemee hivi au kuna mabadiliko? Hamna mabadiliko, ile tunategemea kila mechi sisi tunapambana tuweze kupata pointi 3. Tofauti ulianza KMC ukaenda JKT, sasa hivi uko Mbeya ya City. Kuna utofauti gani ambao kwa wewe umeona sasa? Mimi huku nimetoka, huku nimeanza, huku huku na hapa nilipofikia, mpaka naomba tupatie huo utofauti. Utofauti kila timu na tofauti yake. Unaweza ukaenda huku labda upate nafasi ya kucheza, ukaenda timu nyingine ukapata nafasi ya kucheza ukaonesha uwezo wako. Ni utofauti, kila timu lazima utofauti uwe, na utofauti unakuja ambao wewe unapofanya vizuri ndio unapokuja utofauti. Na mchezaji anapopata chance ya kucheza ndipo anapozidi kupata mafanikio zaidi, si ndio unamaanisha? Unapocheza ndio unapopata muendelezo mzuri na kuonesha uwezo wako na kufanya vizuri. Kwa hiyo washabiki wa mpira, wapenzi wa mpira wote wamtegemee Mateo kuanzia sasa hivi, atakuwa ni Mateo aina gani? Yaani ni kabisa, yani mshambuliaji yote lazima timu ikutegemee. Kwa hiyo timu ikiwa ifungi na mwangalia Mateo, na ikiwa nafunga na mwangalia Mateo. Mimi ni kusaidia timu yangu kupata pointi 3 kwenda mbele zaidi. Mateo, mechi ijayo mnakutana na Prison na kwa Mbeya. Kwa nini kwa nini wachezaji wamejiandaa kwa mechi? Mechi inakuwa ni ngumu. Mechi yote ya dabi hii rahisi, mechi ni ngumu, lakini tutapambana, tutajitoa ili tuweze kupata pointi 3. Kabisa, kila mechi tunajipangia sisi kupata pointi 3. Kwa hiyo naenda kupambana ili tupate pointi 3. Tunashukuru.